Mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma. Utekelezaji wa mradi huu wenye jumla ya kilomita 506 kuzifikia fukwe za ziwa Tanganyika ni sehemu ya awamu ya pili ya mradi wa kimkakati na kihistoria nchini. Shabaha ikiwa ni kufikia mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Katika utekelezaji huu, daraja la Mto Malagarasi linaloendelea kujengwa limebeba taswira ya kipekee. Likiwa na urefu wa mita 425, hili ndio daraja refu zaidi katika kipande hiki. Hapa Malagarasi tunaweza kusema ni sehemu moja ambapo kunakuwa na tabia ya kujaa maji. Sema wakati wa masika unakuta eneo hili linaweza kujaa maji takriban, ukiona zile kingo za miti kule, ukiangalia upande huu kidogo kuna miti kote kule, inakuwa kama ni ziwa hapa. Kwa hiyo kwa kuwa hii ilikuwa ni moja sehemu ambayo ni critical katika huu mradi, tuliipa kipaumbele kikubwa sana katika kuanza hii kazi. Hii kazi tulianza mwaka jana mnamo mwezi wa 7, na malengo yetu ilikuwa ni kukimbiza hii kazi angalau mwishoni mwa mwaka jana tumalize kusimamisha nguzo zote, ambazo hicho tulikifanikisha kwa asilimia 90, ambapo kabla masika hayajaanza, masika yalitukuta wakati bado tunaendelea kusimamisha nguzo. Kwa hiyo mwaka huu tunakuja kutimiza, ambapo kama mnavyoangalia hili daraja ambalo lina urefu wa mita 425 lina nguzo takriban 17, na kuna kama nguzo mbili hapo ukiingia chini utaziona zimesimama ndani ya mto. Kwa hiyo ujenzi huu ulipewa kipaumbele kusudi kukimbiza hii logistic ya hapa katikati. Daraja hili lililobebwa na nguzo 17 limekwisha fikia zaidi ya asilimia 96 mpaka sasa, kazi chache zikiwa zimesalia. Hapa tuko hatua ya mwisho, kama nilivyosema awali, tuko asilimia 96. Kwa hiyo hii hapa kinachoendelea ni kuweka jamvi hapa katika daraja. Inakuja sahihi ndio itakao kuja kupokea zile ballast, yani zile kokoto ambazo ndio itakuja kutandikwa juu yake pamoja na slipa. Kwa hiyo hapa kinachoendelea ni kukamilisha hilo zoezi. Kama ukirudi upande wa kule nyuma baadaye tutasogea kidogo, utaona wanavyofanya zile kufunga nondo kwa ajili ya kuja kumwagia zege, na upande wa pili hapa niliposema wanatengeneza kama mitaro au tunaweza tukasema kama troughs, ambazo ndo tunatarejea kuja kupitisha miundombinu ya mawasiliano, yani zile cable, vitu kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano wakati wa uendeshaji wa huu mradi. Wakati kazi ikiendelea ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora mpaka Kigoma, zaidi ya vijana wa Kitanzania 1700 wamepata nafasi ya kufanya kazi kwenye mradi huu wa kihistoria. Miongoni mwa kazi ambazo zinaendelea ni pamoja na hii ya uimarishaji wa nguzo za daraja hili la Malagarasi, daraja refu zaidi katika kipande hiki. Huu fundi niliojifunza kwa hao wenzetu, ndugu zetu wa China, nitakuwa nakomaa na kazi na kuendeleza maisha ya familia yangu na Watanzania wenzangu wote. Yaani mpaka hapa cha kwanza kipato, najipatia kipato kizuri, maisha yangu yanaenda mbele. Ukiachana na kipato pia ujuzi, unaona kama hapa tunapanga gabioni hizi kwa ajili ya kuzuia hata maji yakishajaa hapa nguzo ziwe imara zaidi. Kwa mimi ujuzi nimeingia kama carpenter, ujuzi niliopata wa steel fixer. Kwa hiyo ujuzi kiufupi kwenye kazi hizi za kikandarasi tunazofanya sisi, kwa baadaye mimi naweza nikawa na fani tena nyingine. Manake mbili, nakuwa na carpenter na kuwa na steel fixer. Na kwa baadaye manake mtingo wote au kazi yote itatokea mbele, nitakuwa na fani mbili sasa. Kama nitapata nafasi ya carpenter nitafanya, nafasi ya steel fixer nitaifanya. Eneo hili la Mto Malagarasi, kama ilivyo kwa maeneo mengine oevu, ni maskani ya mimea na viumbe mbalimbali. Kwa sababu hiyo basi, ujenzi unapoendelea, yapo mambo muhimu ambayo pia huzingatiwa sana. Kwa hiyo kama tunaweka haya mawe, ni kitu ambacho kilitambuliwa na kikaonekana kwamba hiki hakitadhuru miundombinu ambao hakitadhuru zile species au biodiversity ambayo iko hapa, kwa sababu huu ni ujenzi, na ujenzi tunatumia simenti na vitu vingine, lakini katika kuprotect ambapo sasa ndo maji yatakuwa yanapita, kuendelea kupita katika hii sehemu hatujatumia simenti, tunatumia malighafi ambayo ipo maeneo haya ili kuweza kucontrol issues za mazingira. Vile vile kama ulifika mwezi uliopita, eneo hili tulikuwa tumehamisha mto ulikuwa kwa upande wa pili. Kama ukiweza kuangalia pale, kama
baada ya hizi nguzo upande wa pili kuna mto ulikuwa umekatishwa kona kule kwa ajili ya kupisha ujenzi wa hizi nguzo ambazo zilikuwa zinasimama hapa katikati ya mto Malagarasi. Kwa hiyo baada ya kukamilisha, kama nilivyoeleza awali kwamba mwisho wa siku mkishafanya ujenzi lazima mrudishie kila kitu kadri kama kilivyokutwa. Kwa hiyo zoezi linaendelea hata upande wa pili hapo, kiandalia tumerudisha udongo, mto umefunguliwa na maji yanaweza kuflow. Vile vile hapo hizo nguzo za katikati umeona tumeshaweka natural resources za mawe ambazo hazitadhuru biodiversity ambayo iko ndani ya huo mto, mimea na zile uoto wa asili ambao ndani ya mto. Utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma mpaka sasa umefikia zaidi ya 9%. Pamoja na ujenzi wa daraja hili la mto Malagarasi, kazi za ujenzi wa tuta na utoaji wa ardhi zinaendelea.